Mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ikiwa ni Januari 13, siku ya Jumanne. Mada inasema kuwa na matumaini. Soma Wafilipi 1 aya 23 na 24. Paulo anamaanisha nini anaposema kwamba kwenda zangu nikae na Kristo ni vizuri zaidi sana? Kifungu hiki kimekuwa hakieleweki kwa kiasi kikubwa kwa zama zote. Katika kifungu tunachojifunza juma hili, Paulo alishughulikia tofauti kati ya kuishi na kufa. Mkristo anaishi kwa ajili ya Kristo na anaweza hata kufa kwa ajili yake. Kwa maana hiyo, ni faida kwa sababu ushuhuda wetu ni wenye nguvu zaidi na wenye kushawishi. Wafilipi 1:21. Bila shaka mtu huamini anapokuwa tayari kufa kwa ajili ya imani hiyo. Lakini lazima tutambue kwamba wafu wamekufa kweli, hawajui neno lolote. Wanapumzika kaburini hadi ufufuo. Tazama Mhubiri 9:5, Yohana 5:28 na 29. Ndiyo maana Yesu alisema kuhusu Lazaro ambaye alikuwa amekufa, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini ninakwenda nipate kumwamsha. Yohana 11 aya 11. Ikiwa wakati watu wanakufa wanaenda mbinguni mara moja, fikiria jinsi ambavyo hilo lingekuwa kwa Lazaro. Baada ya siku 4 za Lazaro kurukaruka katika paradiso, malaika anakuja na habari mbaya: pole Lazaro, lakini Yesu anakuita urudi duniani, huwezi kubakia hapa. Tunapofuata kosa hadi hitimisho lake la kimantiki, tunaona jinsi lisivyo sahihi. Kifo ni kama usingizi usio na ndoto ambao Yesu atawaamsha wafuasi wake waaminifu wakati wa kuja kwake mara ya pili. Kisha pamoja na watakatifu walio hai watanyakuliwa na kupelekwa mbinguni ili wakae pamoja na Yesu milele. Tazama Wathesalonike wa kwanza 4:16 na 17. Kuondoka kwa Paulo kutoka katika maisha ya sasa ili kuwa pamoja na Kristo kuna maanisha kuwa pamoja naye katika mateso na kufa. Timotheo wa pili sura ile ya 4 aya 6, ili kuifikia kiama ya wafu. Wafilipi 3 aya 11. Pia bila shaka alijua kwamba angekufa na kwamba jambo linalofuata ambalo angelijua, kufumba na kufumbua, lingekuwa kumwona Yesu ambaye angemchukua pamoja na watu wote wa Mungu hadi mahali ambapo Yesu ameandaa kwa ajili ya wote wampendao. Yohana 14 aya 3, Wakorintho wa kwanza sura ya 2 aya 9. Ingawa alikuwa tayari kufa kwa ajili ya Kristo, Paulo alijua ingefaa zaidi kwa Wafilipi kama angedumu katika mwili. Wafilipi 1:24. Cha kupendeza zaidi kwa Mkristo iwe ni bora kuishi kwa ajili ya Kristo au kufa kwa ajili yake. Si lazima iwe rahisi kujibu. Paulo alisongwa katikati ya mambo mawili. Wafilipi 1:23, kati ya kuwa hai au kupumzika kaburini. Tena hata kama hakuna mtu anayetaka kufa, je, umewahi kufikiri kuhusu jinsi mara tu unapokufa jambo linalofuata utakalojua ni kurudi kwa Kristo? Wazo hilo linaweza kukusaidiaje kuelewa mawazo ya Paulo hapa? Hii ni Januari 13, siku ya Jumanne. Kuwa na matumaini. Mungu atubariki sote na nikutakia wakati mwema.